Naam, karibu tena. Wajumbe kadhaa kutoka jamii ya Kipsigis, yaani eneo la South Rift, wamewasili Wamnyoro kwa ajili ya mashauriano. Kutoka kwenye video hizo unaweza kuona kuwa wamekuja kwa magari ya usafiri wa umma, yaani ambayo tunaita matatu. Hii inaashiria kuwa ni watu kutoka maeneo ya ndani zaidi ya Kipsigis. Aidha, kuanzia level ya wadi hadi maeneo ya vijijini. Wamekuja kwa sababu moja au mbili. Na unajua, ninapoangalia matukio kama haya yanayofanyika pale Wamnyoro na hata yanayoendelea katika maeneo ya makazi mapya, naweza kusema kwa uhakika kwamba tukisonga mbele, ikiwa hatutachukua tahadhari na kuleta nguvu ya tatu, ambayo ni huyu mnamuita Bwana Sifuna, tutabaki na William Ruto na Rigathi Gachagua pekee katika ulingo wa kisiasa. Hebu tuwasikilize kwanza kwa muda huu mfupi yale yaliyokuwa yanaendelea katika ule ukumbi. Angalia mimajo. Hata nimeona mwenzako umepata. Hatukutaka tueleze hiyo maneno pengine inasemekana tunakuja tumbo. Tunakuja salamia we in one heart. We love you. We love you. Kichome inwerigichi. Magichome? Anatisha sisi. Kule nyumbani ni umaskini tupu. Nyinyi abatali wa Kikuyu. Your Excellency, ninakuomba wakati wewe unazungumza kwa TV, hata ukiwa unasirika, usijaribu kulia. Hawa watu wataumana. Unajua baba akilia, alafu watoto waone baba nalia, na usitishwe. Please, usitishwe. This world is ours. We are all human beings. Why not? Tengeneza katiba Kenya ya kuchunga mwananchi na mali yake, ya kuchunga serikali, ya kuchunga raia, ambaye inasikika kwa ulimwengu. Si ya kunyanyasa. Bwana Senator, Your Excellency, sana kitu ambaye inafurahisha sisi saiti kabisa, hata ukiambia sisi na si kwa tumbo, ukiambia sisi tusukumize mpaka saa 8 ya usiku. Tuliamka nyumbani saa 12 ya jioni. Jana abana leo saa 12 jana. Kuna kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu vile tunapendana, tukangojeana njiani, wape fulani tomango, ikawa hivi. Hii si watu wa kulazimishwa. Sana kitu mimi naomba wewe uweke manani. Chunga watu watiri. Vile wanapenda wewe, ndio inafanya mimi niseme usilie mbele yao. Usijaribu kutoa kulia. Hapana. Wewe furahi tu. Wewe tanganya tu. Iseke na tanganya tu. Kitu ambaye tunasimamia kabisa kwa imani ya Mwenyezi Mungu. Tumeleta aspirants ambaye wanataka kukombea kuwania kiti cha kila constituency, pengine councillor katika chama cha DCP. Haya, habari ndio hiyo. Kipsigis wao wamemwambia Wamnyoro hakuna kutishwa. Manake wao wenyewe wanateseka ya kutosha. Lakini nataka tuangazie ni kwa nini kila mtu anakimbia pale Wamnyoro. Elewa kwamba hii ni kwa sababu wameelewa vyema
mkakati wa bwana Raila Amolo Odinga kwamba ili ufanikiwe kisiasa unahitaji kuwa na idadi ya kutosha ya wabunge na sauti pale bungeni. Licha ya Raila kushindwa mara kwa mara pale kwa kiti cha urais au hata kura zake kuibiwa, alihakikisha anakuwa na idadi nzuri ya bungeni, na hivyo ndio maana jina lake liliendelea kuwa na uzito na umuhimu mkubwa mara kwa mara hapa nchini. Na hilo ndilo ambalo Rigathi Gachagua pia anataka kulifanya, na hilo pia the same time ndilo linafanyiwa kazi na bwana William Ruto. Kwa hivyo ingawa baadhi yenu mnamuunga mkono Edwin Sifuna, mnapaswa pia kumhakikishia kuwa atakuwa na idadi ya kutosha ya watu pale bungeni. La sivyo, basi hawa wawili ndio watakuwa hapa pekee kufanya kazi ama kufanya maamuzi kwa niaba yetu kuhusu siasa za siku zijazo. Licha ya Rigathi kukabiliwa na mchakato wa kuondolewa madarakani, bado anasalia kuwa mtu imara sana, mtu ambaye anaheshimika sana katika jamii yake na watu wale wengine, mtu atakayetoa maamuzi muhimu katika hatua zijazo. Kwa hivyo usishangae kuona kukitokea makubaliano ya ushirikiano ambayo tunaita handshake kati ya William Ruto na Rigathi Gachagua, kutokana na mikutano na mambo ambayo tunayaona yanaendelea sasa, wakati wewe uko busy kuzunguka nchi nzima kutafuta umaarufu na mambo mengine, jambo ambalo pia ni nzuri. Wao wameamua kukaa sehemu moja tu na kuwapigia watu simu na watu wanawafuata, wanaenda kule. So nahisi wote wanacheza karate ile ile na kuelekea upande ule ule. Baadaye utakuja kugundua kuwa nilishawahi kusema hili, kwamba tutabaki na farasi wawili tu katika nchi hii, na wao ni Rigathi Gachagua na William Ruto, na hao tu ndio watabaki wakifanya maamuzi kwa ajili yetu kisiasa kuendelea mbele. Mlete mtu mpya, farasi mpya, akili safi, basi labda itaharibu hii, lakini hii ni bomu inapangwa mahali fulani. Endeleeni kufuatilia. Anywho, maoni yangu hayo, sijui mwananchi wa Kenya, maoni yako ni yapi? Tukutane pale kwa comment section ili tuweze jadili zaidi. Kwaheri ya kuonana, Mama Radi hapa.